Tukupata matokeo ambayo tuliyataka. Tulitarajia ushindi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa kuondoka na alama moja. Kwenye mashindano haya unachokipata chochote kina maana kubwa sana. Na tukitazama mwenendo wa mashindano yanavyoenda, bado tuna nafasi. Tuna mechi zimebaki 4 za kucheza. Tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizoko mbele yetu. Kwa hiyo nadhani na sina shaka hata kidogo benchi letu la ufundi na chini ya kocha Miguel Gamondi watarudi kwenye ubao wa kuangalia wapi walikosea. Wataenda kufanyia kazi. Uzuri tunaenda break mpaka mwakani. Tutarudi tena kwenye michuano ya kimataifa. Sasa hivi tunarudi nyumbani kwenda kujiandaa na mchezo uliopo mbele yetu. Na nikimaanisha nyumbani hapa Dar es Salaam. Maana tumetoka nchi za watu. Hata Zanzibar ni nchi. Kwa tunarudi Dar es Salaam, timu itakaa hapa Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wetu wa ligi kuu dhidi ya Azam FC ambao utacheza tarehe 3 Jumatano hii majira ya saa 3 usiku. Ni mchezo wa ugenini, tutacheza kwenye uwanja wa Azam Complex kule Chamazi. Kwa hiyo tutazungumza zaidi kuhusiana na mchezo huo na mashabiki waanze kujiandaa mapema kuja kuisupport timu yetu. Ni mchezo mgumu. Azam ni timu bora tunaifahamu, na wanapokuwa kwenye uwanja wao nyumbani ni timu ngumu kusema kweli, lakini mchezo mkubwa pia. Ni big match hii na maandalizi yake pia yatakuwa makubwa kuhakikisha kama tunapata alama 3. Katika michezo miwili tuliocheza ni kweli moja tumepoteza, moja jana tumedraw. Bado tuna nafasi ya kuqualify na bado tunapambana. Sababu mwalimu ameona ni wapi tumekosea. Kwa hiyo kwenye mazoezi naona mwalimu matatizo yote mwalimu ataenda kuyafanyia kazi. Mashabiki wa Singida wazidi kutupa tu support ili tuweze kuvuka katika hii stage. Hii stage ya group sio stage simple, ni stage ngumu sana. Kwa hiyo lazima sisi tupambane na wenyewe watupushi watupambanie kama sisi tunavyopambana, wazidi kutupa moyo.